Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali ya awamu ya 8 katika kipindi cha awamu ya pili kinahitaji kasi ya utekelezaji, uwajibikaji na usimamizi bora wa majukumu ili kupata matokeo chanya katika kuwahudumia wananchi. Akifungua mafunzo ya awali kwa viongozi wakuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar huko katika chuo cha IT Madrasa kilichopo Fumba mkoa Mjini Magharibi, amevitaja vipaumbele 6 ambavyo watendaji wakuu wa serikali wanapaswa kuvipa kipaumbele na kuwa miongozo yao ya utekelezaji na usimamizi wa majukumu yao katika taasisi wanazoziongoza. Mafunzo haya ninayoyazindua ni muhimu katika kuimarisha uwezo wa viongozi wa juu na wale niliowateua katika ngazi mbalimbali. Katika kipindi hiki ambacho Zanzibar inatekeleza mipango na mikakati mbalimbali ya kuimarisha uchumi na misingi ya utawala bora, viongozi mnahitaji maarifa mapya, mbinu za kisasa na uelewa mpana wa utekelezaji wa maamuzi ya serikali, sera pamoja na matumizi sahihi ya rasilimali tulizonazo kwa lengo la kuongeza kasi ya utendaji wa majukumu ya serikali na kupata matokeo tunayoyatarajia. Mafunzo haya yameandaliwa ili kujenga uwezo wa kuchukua maamuzi sahihi kwa kutumia takwimu, kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu, kuboresha usimamizi wa watumishi na kuimarisha nidhamu za kiutumishi. Natarajia kwamba elimu mtakayoipata katika mafunzo haya itakuwa na mchango mkubwa wa kuwawezesha kusimamia rasilimali kwa uadilifu, kukusanya mapato kwa ufanisi, kudhibiti matumizi yasiyo na tija, kuimarisha nidhamu na maadili ya kazi, kuondoa migawanyiko katika ofisi zetu, kusimamia mawasiliano ya serikali na umma, kutumia teknolojia katika utendaji wa kila siku na kutekeleza kikamilifu ahadi za serikali kwa wananchi. Hapa ndipo ambapo tunataka yote, yani matokeo ya mkutano huu yalenge katika mambo haya niliyoyasema, ambayo napenda kuyarejea. Kwanza, kusimamia rasilimali kwa uadilifu. Tuna tatizo la matumizi mabaya. Tusimamie rasilimali kwa uadilifu. Kila mmoja awajibike kwa rasilimali zilizokuwa ndani ya sekta yake kwamba amezisimamia kwa uadilifu. La pili, kukusanya mapato kwa ufanisi. Wengi wetu tunadhani kukusanya mapato sio kazi yetu, ni kazi ya Wizara ya Fedha. Sivyo hivyo. Kila sekta ikusanye mapato kwa sekta husika. Kama wewe uko katika sekta ya utalii, tusipoteze mapato ya utalii. Kama wewe uko kwenye serikali za mitaa, kule kunapotea fedha kwenye serikali za mitaa. Uwezo wa kusimamia mawasiliano kwa umma, hili nalo tatizo. Usipotoa taarifa kwa umma, watu hawajui unachofanya. Kwa wakati tuliokuwa nao, wakati huu wa social media, ni lazima tujiengage na kutoa taarifa kwa umma. Lolote linalofanyika katika ofisi yako, communicate kwa umma. Umma ujue kwamba kuna mambo haya na haya na haya yanafanyika. Otherwise tutakuwa tunapata lawama, kumbe watu tu hawana taarifa yanayofanyika. Na mbinu muhimu za kuendeleza ushirikiano kati ya serikali na wadau wa maendeleo. Tuwe makini. Wadau wa maendeleo lazima tufanye nao kazi kwa karibu. Na si wadau wa maendeleo tu, wadau wote wa sekta husika. Ufanye nao kazi kwa karibu, muhakikishe kwamba tuna mawasiliano ya mara kwa mara kuweza kuhakikisha kwamba uhusiano au ushirikiano huu unadumishwa kwa maslahi ya nchi. Ni imani yangu vile vile kwamba mafunzo haya yatakuwa na mchango mkubwa katika kukuza ubunifu. Ubunifu ni msingi wa kutafuta njia mpya za kutatua changamoto, kuboresha utoaji wa huduma na kuleta mageuzi ya kiutendaji yanayoendana na mahitaji ya wakati tuliokuwa nao.
Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema mafunzo hayo yana umuhimu mkubwa na yamefanyika wakati mwafaka, na kuwataka watendaji wakuu kuyatumia kwa vitendo ili kuleta mabadiliko katika taasisi wanazozisimamia. Semina hii imekuja wakati mwafaka tukielekea kwenye safari yetu ya kipindi chako cha pili cha uongozi wa serikali ya awamu ya 8. Naamini Mheshimiwa Rais umetaka tupate mafunzo haya kwa sababu una malengo maalum ya utekelezaji katika kipindi hichi. Mafunzo haya mafanikio yake ni utekelezaji kwa vitendo huko tunako watumikia wananchi. Kuyasikiliza vizuri hapa, hata kama tukilala hapa tukayasikiliza halafu tukiondoka hapa tukayaacha hapa, haitasaidia wala hakutakuwa na msaada wowote serikalini. Ni kweli Mheshimiwa Rais, matatizo na mapungufu. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, Mhandisi Zena Ahmed Saidi, amesema mafunzo hayo ni nyenzo muhimu ya kuwajengea uwezo watendaji wakuu katika kuleta mageuzi kwenye taasisi zao. Mafunzo haya tumechagua mada very strategically kwa ajili ya kusaidia kuwakumbusha wakongwe kwa yale walioyasahau, lakini na kuwafundisha wapya kwa mambo ambayo yanatakiwa wawe nayo. Ni tools kama viongozi. Nyinyi kama viongozi ni mifano, watu wanasikiliza zaidi kwa macho kwanza kabla kwa masikio. Kwa hiyo unayoyafanya wanayaona na watayafuata hayo. Mafunzo hayo ya awali kwa viongozi wakuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni hatua muhimu katika kuhakikisha kuwa serikali ya awamu ya 8 inatekeleza majukumu yake kwa ufanisi kwa kuzingatia vipengele muhimu vilivyowekwa na Rais Dr. Mwinyi. Safia Hussein, ASAM Online TV.